Naomba nichukue fursa na nafasi hii kutamka kwamba nimeifungua rasmi program ya Vital 2. Karibuni tushirikiane kutekeleza. Hapa tusimame tupige makofi kwa ajili ya program hii ya Vital 2. Tunashukuru sana mgeni rasmi kwa kutufungulia rasmi na program yetu imezinduliwa rasmi. Makofi mengi tena kwa ajili ya mgeni rasmi na kutuzindulia. Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kaimu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Charles Muhina amezindua rasmi mradi wa chanjo ya mifugo unaojulikana kama Vital 2 utakotekelezwa kwa ushirikiano kati ya shirika la kimataifa la GloveMed na Wizara ya Mifugo na Uvuvi FAO Tanzania pamoja na shirika la TAHO. Uzinduzi huo umefanyika leo hii jijini Arusha katika kongamano lililokutanisha wadau wa sekta ya mifugo na wataalamu wa afya ya wanyama lililolenga kujadili namna ya kuboresha huduma za afya ya mifugo nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Dr. Muhina amesema kwamba serikali inaendelea kutekeleza mpango wa chanjo wa miaka 5 huku ukiwa na matokeo chanya mengi kama hapa anavyoeleza. Tunakumbuka kwa pamoja ilipofikia mwezi Juni mwaka 2025, serikali hii ya awamu ya 6 chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulizindua kampeni ya kitaifa ya uchanjaji wa mifugo ya miaka 5. Tunakumbuka tukio hili tulipolianza, huenda jirani zetu hawakuweza kuamini kwamba hili linaweza kuwa success. Lakini ni toe taarifa kwenu kwamba zoezi hili la kampeni ya chanjo limekuwa successful na hata nchi za jirani tayari wameshaanza kuja kujifunza kuona ni kwa namna gani tumeweza kufanikiwa na kampeni hii ya uchanjaji wa kitaifa. Tumeanza katika awamu ya kwanza mwaka huu na tayari takwimu zinaonyesha kwamba kati ya mifugo ambayo tulikuwa tumelenga tayari tulilenga kuchanja mifugo milioni 70 na tayari tumeshachanja milioni 50. Hii ni sawa na 66% ya mifugo au ya lengo ambayo tulikuwa tumelenga. Hii ni hatua kubwa sana. Piga makofi kwa serikali ya Mama Samia. Inatarajiwa kugharimu shilingi bilioni za Kitanzania 216, na kwa awamu hii ya kwanza magonjwa ambayo yamehusika ni pamoja na ambayo nimeyataja hapo awali: CPPP, PPR, ND, ndui na mafua ya kuku. Haya yamepewa kipaumbele pamoja na kuimarisha mifumo ya utoaji wa chanjo katika mamlaka zetu za mitaa. Hivi ni maeneo ya kipaumbele ambayo tumeweka katika awamu ya kwanza, na awamu ya pili tutaendelea kuboresha na kuimarisha katika maeneo haya. Tulipoanza kampeni hii, sasa masoko yanaendelea kufunguliwa. Nchi mbalimbali zinakuja ku approach kutaka kuchukua nyama na bidhaa za mifugo kutoka nchini. Hii ni mafanikio ya programu hizi za chanjo. Wazo la kuja na kampeni hii ya miaka 5 ya uchanjaji wa kitaifa linatokana na maoni ya wadau mbalimbali, wakiwemo wadau waliopo humu ndani leo hii. Ni kutokana na interventions na maazimio ya vikao mbalimbali vya washirika au vya wadau wa mifugo, vikiwepo vikao kama hivi vya leo ambapo tumekutana hapa. Kwa hiyo ninataka niwatie moyo kwamba tunapokutana hapa, mawazo na michango yetu haiishi bure, lakini tunaifanyia kazi. Serikali ni sikivu, inasikiliza na kutathmini michango yenu, na hatimaye ndio tunaweza kuja na programu hizi ambazo zinaleta mafanikio ya kuboresha afya ya wanyama hapa nchini. Enrique Pando ni miongoni mwa viongozi wa shirika la GloveMed. Hapa anaeleza umuhimu wa sekta binafsi na serikali kushirikiana pamoja katika kuimarisha huduma za afya ya wanyama. Today workshop bringing together key actors from across livestock sector, government, private sector, development partners, professional organization, research institute, vet, technician, and farmers to collectively explore how we can strengthen ruminant vaccination system to improve livestock health outcome in Tanzania. This workshop provides an opportunity to bring these stakeholders together to identify practical solutions and strengthen partnership that can improve
vaccination coverage across the country. Naye mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na wadau wengine hapa wanaeleza umuhimu wa mradi huo. Kwa majina naitwa Dr. Benezeti Lutege Malinda, mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Farijika sana tunapoona kwamba international organization, private sector wanakuja kuungana na hatua zinazochukuliwa na serikali. Mojawapo ndo hii inayochukuliwa na government. Sasa government wao watakuwa wana concentrate zaidi kwanza kuhakikisha upatikanaji wa chanjo, usambazaji wa chanjo, lakini na sekta binafsi inahusikeje sasa kuwafikia wafugaji walioko huko vijijini, kwa sababu serikali pia tuna upungufu wa maafisa ugani, lakini sekta binafsi ikijengewa mazingira mazuri iko kila kona mpaka kule vijijini waliko wafugaji, hata hawa tunaosema wafugaji wa kuhamahama. Kwa hiyo faida za huu mradi ni kubwa zaidi. Kwa jina naitwa Matayo Daniel, katibu mkuu wa Chama cha Wafugaji Tanzania. Kwanza mimi nitumie nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na wadau wa sekta binafsi kuja na huu mpango wa chanjo. Kwa kweli hii yote inatulenga sisi wafugaji kwa sababu sisi ndio wenye mifugo. Na ndugu waandishi wa habari, niwaambie tu toka tuanze kuchanja, mfugaji yote aliyechanja ameona faida kubwa kwenye chanjo. Kwanza mifugo haifi kwa sababu hakuna ugonjwa unaua kama mapafu, hakuna ugonjwa ambao unaathiri kama PPR kwa mbuzi na kondoo. Kwa hiyo sisi tuendelee kutoa wito wafugaji wote nchini, tuendelee kuchanja mifugo. Kwa wadau hawa leo ambao wametujali sisi wafugaji, tunawapokea kwa mikono miwili, na sisi wafugaji tuko tayari kushirikiana nao bega kwa bega na kuhakikisha tunatokomeza magonjwa yote yanayosumbua mifugo yetu. Mimi naitwa Justin Afonso Asenga, ni mratibu wa mradi wa Pandemic Fund katika FAO na pia ni mwanaepidemiolojia au national epidemiologist. Sasa ushiriki wa FAO katika mkutano huu ni muhimu sana kwa sababu FAO pia tunashirikiana na serikali katika mambo ya kuimarisha chanjo, kuimarisha system za surveillance ambao ni ufuatiliaji wa magonjwa. Tunashirikiana pia katika miundombinu ya chanjo. Kwa mfano mnyororo baridi, tunatarajia pia kushirikiana na serikali kuisupport kwenye mnyororo baridi. Kwa mfano walk-in cold room ambazo tunajaribu tuko kwenye process ya kuinstall kwenye ZVC Temeke, ZVC Iringa na Tabora, ambayo itasaidia sasa kuhifadhi chanjo kwa wingi. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.